Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Nataka iwe rahisi ndio tuelewe. Kwa hiyo nataka kushift lugha. Haleluya. Ya kwamba ubongo wa mtu ni wa maana sana katika kupambana katika rohoni, ama kuweza kushinda rohoni, ama kuweza kukamata jinsi Mungu anavyotaka. Kwa hivyo mawazo yangu yanaweza yakapata vile Mungu anataka ama yakafunga hiyo njia. Kwa hivyo mawazo ni kiingilio cha imani katika maisha ya mwanadamu, ni kiingilio cha uwezo wa Mungu, ni kiingilio cha ushindi katika maisha ya mwanadamu, na vile vile inaweza changia mtu akaweza kushindwa na akaweza kukosa kupata kile ambacho Mungu alikuwa anataka. Kwa hivyo tumesoma katika kitabu cha Timotheo wa pili 1:7 inasema, Mungu hajatupatia roho wa uoga, lakini ametupatia roho wa uwezo, roho wa upendo na roho wa akili timamu. Roho wa akili timamu. Haleluya. Kwa hivyo lazima tuangalie kwa nini roho wa akili timamu. Kwa nini roho wa akili timamu? Ama roho wa akili yenye afya. Yaani ubongo wangu uko na afya, niko mtimilifu katika akili zangu, kwa sababu shetani angetaka kuchanganya mawazo ya wanadamu ndio wasipate kile Mungu anataka. Na tumesema duniani kelele zilizopo hata za nyimbo zenye uovu ni za kuchanganya mawazo ya wanadamu, ndio wasione uwezo wa Mungu. Kwa hivyo akili ni kama mahali ndege inatua, ni kama kiwanja cha ndege, ni kama kiwanja ambapo sasa tukiisalimisha kwa Kristo tunakuwa na mawazo ya Kristo. Kwa hivyo Kristo anakuwa hapo akiingia katika mwili wa wanadamu, akiingia kwenye roho za wanadamu, akitenda kazi ndani yangu, anatua kwenye mawazo yangu. Na hapo ndipo launching pad, na shetani kutaka kutengeneza ngome katika mawazo ya wanadamu. When the Bible says stronghold sio kitu utaenda huku duniani upate, lakini misingi ama ngome nyingi zimetengenezwa kwenye mawazo ya wanadamu. Kwa hivyo ngome inaweza tengenezwa kwa sababu ya ile mafunzo umepata. Unaweza funzwa mafunzo yaliyopotofu yakajenga minara katika mawazo yako. Kwa hivyo shetani amefanikiwa kuweza kutua kwenye akili zako na kukubadilisha itakuwa ngumu. Wakati tulipokuwa tunasoma tukaona jambo moja ngumu sana ambalo shetani hutengeneza kwenye mawazo ya wanadamu ni dini. Tulisoma juu ya dini, si kweli? Tukaona udini ni jambo ambalo shetani hutumia, analitengeneza kwa mawazo ya wanadamu kuwazuilia kuona Mungu. Kwa hivyo kuna itikadi zinakuja, imani zinakuja, zinajengwa kwenye maisha ya wanadamu, zinakuwa ni kama minara, vizuizi, vikwazo dhidi ya kile ambacho Bwana angetenda katika maisha yao. Kwa hivyo Biblia inatuonyesha Mungu ametupatia akili timamu. Kwa hivyo nataka leo tuangazie hiyo nafasi ya akili timamu katika maombi. Akili timamu katika maombi. Naona kama wakati tunaomba sasa, mtu atajihurumia, ataweza kuomba. Na hiyo kujihurumia inatokana na mawazo. It is emotion. How your emotion react. Utaona hii siku moja ni ndefu sana. Mawazo inakuambia siku moja siwezi maliza. Kwa hivyo hapo unaingia roho ya kujihurumia. Unapojihurumia, hiyo sekunde nyingine utaingia kitchen na utakuwa mbaya. Lakini si ati umpe shida, kile kimechangia ni mawazo yako yameweza kuingiliwa na shetani na ukaonyeshwa hauwezi, na ukakubaliana. Sawa, ukakubaliana. Kwa hivyo kuna malango
tutaangalia kuna malango ambayo yote yako katika mawazo, na tutayaangalia tujue haya malango yanatuelekeza wapi. Kuna malango aina ya tofauti ambayo huwa yanafunguka katika mawazo, yanaweza changia mtu akashinda ama yachangie mtu akashindwa katika maombi. Kwa hivyo mawazo ni sehemu muhimu katika kuelewa nchi ya rohoni. Na unielewe vizuri, mawazo ni sehemu muhimu ndio mtu akaelewa nchi ya rohoni. Kuna mahali Biblia inatuonyesha ya kwamba ndoto zinatokana na nini? Ndoto hutokana na nini? Natumia Kiswahili ndio tuelewe. Ndoto zinatokana moja na Mungu. Mungu anaweza kukupatia ndoto. Ni kweli? Na pili, ndoto inaweza tokana na wingi wa mawazo uliokuwa nayo. Haleluya. Wingi wa mawazo uliokuwa nayo inaweza changia ndoto. Kwa hiyo kuna ndoto inatokana na vile ulivyokuwa ukiwaza mchana yote. Na kuwaza kunatoka kwa mawazo yako, yaani mafikira yako. Kwa hiyo tuseme leo nimeshinda nikiwaza juu ya kushinda. Nimeshinda tu nikiwaza hakuna kitu kizuri inaendelea kwa maisha yangu. Nimeshinda mchana mzima nikiwaza vile watu wananichukia. Nimeshinda nikiwaza vile mimi ni maskini. Nimewaza hakuna kitu naweza. Yaani nimewaza. Kwa hiyo jioni ndoto litakuja ambalo linathibitisha ya kwamba mimi ni maskini, ya kwamba mimi hakuna kitu naweza fanya dunia. Litakuja ndoto linaonyesha wewe ni bure. Ndoto linaonyesha limetokana na mawazo. Lakini kwa sababu wewe ni mtu wa dini, utafikiria ni Mungu anasema wewe ni bure. Kwa hiyo utafasika. Haleluya. Umefunga maisha yako ama hujafunga? Wewe umefunga ama sio wewe? Kwa hiyo ndio Biblia inatuambia lazima tukue na akili timamu. Akili timamu lazima ikwambie wewe unapendwa na Mungu na uamini hivi. Haleluya. Na wewe kitu chochote kizuri ndicho Mungu amekupangia. Sawa sawa? Na mipango ya Mungu, Biblia inasema mawazo ya Mungu ni mengi kuliko mchanga wa bahari, na yote ni mawazo mazuri. Yote ni mawazo mazuri yanayohusu maisha yako. Na kama akili zako haziwezi kamata hivyo, uwe unawaza vingine. Wewe umefunga mlango ama hujafunga? Kwa hiyo unakubaliana na mimi katika maombi ni vizuri kuwa na akili timamu. Kuwa na akili ambayo iko na afya. The mind that is healthy. Yaani mawazo yangu lazima yawe na afya kamili. Hiyo Biblia inasema na Mungu, yaani mimi niko na mawazo ya Kristo. Haleluya. Mimi niko na mawazo ya Kristo. Kwa hivyo nahamisha mawazo yangu jinsi mimi mwenyewe ninavyofikiria, ninayakana. Ninakupatia mawazo ya Kristo. Hata ninapoomba ninakupatia mawazo ya Kristo. Yesu Kristo hakuna mtu alikuwa anampikia, lakini yeye alifunga siku 40 na akaweza. Alikuwa kila usiku anaenda kuomba mlimani. Kwa hiyo mawazo yake alikuwa yameyateka, ameyakamata, na ndio yatii mapenzi ya Mungu. Hakutorokea lile lililokuwa limepangwa mbele yake, kwa sababu alikamata mawazo yake yatii kusudi la Bwana. Ni vizuri mawazo yangu yakamate kile Bwana amepanga, nisiingiwe na uoga. Nisiingiwe na nini? Uoga. Ndio Biblia inasema Mungu hajatupatia roho wa uoga, kwa sababu uoga hufanya kazi kama ni roho. Unaweza fikiria ni roho amefanyia watu, lakini ni uoga. Haleluya. Kwa hiyo tunaona Mungu hajatupatia roho wa uoga, lakini ametupatia roho wa upendo na roho wa kuwa na akili timamu. Akili timamu ni muhimu zaidi katika maombezi na katika maisha yale utakayoishi. Na nitatumia mfano sasa. Nitatumia mifano ya milango.
mifano ya gate. Haleluya. Natumia mifano ya gate. Sisi tukiwa na masi, yani masi kwa sababu ametembea mashule, anajua umuhimu wa kufunguliwa gate. Haleluya. Sasa anajua umuhimu wa kufunguliwa. Yaani gate inaweza fungwa na ukarudi nyumbani. Hata kama ulikuwa umekuja na matumaini. Mmoja akaangalia kama naweza kuiweka. Haleluya. Kwa hivyo hii wiki tumejua umuhimu wa kufunguliwa gate. Na tumeona maumivu ya kufungiwa ama kufungiwa malango kubwa. Sawa sawa. Nataka kusema mawazo ya mtu ndio malango. Haleluya. Ni kama malango ambapo mtu anaweza fungua na akaingia katika maisha mapya sana. Haleluya. Anaweza fungua na akaingia katika furaha. Alafu mwingine anaweza akafunga ama akafungua akaingia kwenye huzuni kila siku. Kwa hivyo lazima tuangalie mawazo yetu kama mlango. Na unapoangalia mlango, Biblia inatuonyesha katika kitabu cha Yohana Yohana 10 mstari wa 9 inasema hivi. Nisome kwa Kiingereza. Yes, I am the gate. Huyu ni Yesu anajibu. Yes, I am the gate. Those who come in through me will be saved. Those who come in through me will be saved. They will come and go freely and will find good pasture. They will come and go freely and will find pasture. Hili neno linatuonyesha mawazo. Linatuonyesha how you can be able to deceive God. Vile unaweza chukua Kristo kwa maisha yako na ukapata pumziko. Kristo kwako ni nini? Unaona yeye mwenyewe alisema mimi ni kama ni mlango. Kwanza alisema I am a gate. I am a gate. Ya kwenda wapi? Yaani Yesu tena ametuambia he is the way, he is the truth, he is the life. Hallelujah. He is the bread of life. Na hapa anatuambia I am the gate. I am the gate. So now if I be the gate, those who come in through me will be saved. Wale wanaingilia kwangu kupitia mimi wanaokolewa. Kwa hivyo wanapata nini? Wokovu. Na pili, they go freely. They go in freely. They come and go in freely. Yaani wanapata uhuru. Kitu ya pili wanapata nini? Uhuru. They are liberated. And again, they will find good pasture. Ya tatu, they will find provision. Na huyu ni mmoja tu. Ukiingia kwake kuna wokovu na kuna liberty, kuna uhuru, kuna kufunguliwa kutoka kwa vifungo. Na tena Biblia inasema utapata kulishwa, utapata pasture. Now I want you to understand this word in the aspect of mind. In the aspect of mind. The aspect of mind. Hii ni gate. Umeambiwa umeingia. Sawa sawa. Na hiyo gate ukishaingia umejua ati umepata wokovu. Pili, huko ndani umepata freedom. Umepata nini? Freedom ama liberty. Na tatu, huko ndani baada ya kuingia kwa hiyo gate umepata kulishwa, good pasture. Yaani ni kumaanisha you have provision. You have provision. But the reality is that how many people in their mind believe that? How many people believe that? Their mind. Many people stagger as if they are outside. Sawa sawa. Hii ya kuingia kwa gate na kuonyesha kuna mahali umeingia. Kwa hivyo your mind is not supposed to be moderated or controlled by what was outside. Ni kweli. Kwa hivyo Yesu alisema mimi ni gate. Kwa hivyo ukishaingia think this way. Hallelujah. Ukishaingia think this way. Na watu wengi they are able to sustain salvation, lakini kwa haya mambo mengine wanaona kama hawana. The way it has grown in your mind that you are saved, it should also grow in your mind that you are liberated. Hallelujah. That you are free. It should grow in your mind. It should be great in your mind. Hii mahali tumeingia na ni gate. Ukiingia gate kama mahali tumeenda shule, ukiingia gate
ushaingia ndani. Sawa sawa? Kwa hivyo your mind should be controlled by the fact niliingia kwa gate. Hiyo ni kitu moja. Niliingia kwa gate. Na huko ndani lazima akili zangu zikiwa timamu kabisa nijue I am liberated. Hallelujah. I am liberated. I have come to a place of freedom. I have come to a place of, and again, I have come to a place of provision. Hizi mambo ya provision na mambo ya liberty, watu hawachukulii kwa uzito kama vile wamechukulia wokovu. Tunaelewana? Wanaonanga ndio tumeokoka, lakini kama bado tunashughuliwa na mashetani. My friend, you are supposed to believe. Hallelujah. You are supposed to believe. You entered through a certain gate. Unajua shetani anakudanganya hivyo kwa nini? Anakudanganya kwa sababu angetaka kuteka mawazo yako. Hallelujah. Akuonyeshe ingawa wewe umeokoka, lakini sijakuachilia. You are still under my captivity. You are still my slave. Wewe bado nimekukamata. Kwa hivyo unakuta watu wengi wanaishi, they are not liberated, but it is their mind that has not been liberated. It is their mind that has not been liberated. Kwa sababu tunaona the content of entering through this gate. Why the gate is because to ensure that now the way you used to think, you are now thinking different. You are now thinking different. If you look at the New Testament, there are things that we call spiritual gates. But in the New Testament, you will not find them. You will find Jesus saying, I am the gate. I am the gate. And if I want to be so much an Old Testament preacher, I will be telling you, they are evil gates. They are evil gates. And I will put a lot of weight to you to understand they are evil gates that opposes your life. They are evil gates that stand in your blessings way, and they oppose your blessings from reaching your life. I will try to put a lot of big picture in that area. But according to the New Testament, we are supposed to put a big picture of Jesus as the gate. Jesus as the gate. Now, Jesus being the gate, he overcame them. Jesus being the gate, he overcame the religious sect. He overcame the opposition. He overcame everything. So, he being the gate, we have entered into the superior place, a place that is beyond all the other gates. That's the gate of our forefathers, the gate of our lineage, the gate of our family, the evil gate in our family. Now we have entered. David has entered into a better place, and that can only be interpreted by my brain, by my mind, as I pray. Kwa hivyo nikiomba, sitakuwa nimefinyilika na roho ambayo hugandamiza watu. Sawa sawa? Roho ambayo hugandamiza watu kwa kuwaonyesha vile wamegandamizwa na maroho ya kwao na manguvu za kwao. Nitakuwa ninajua nimeingia katika malango ambayo ni Kristo mwenyewe. Kwa hivyo ni mahali superior. He has conquered. He is greater than he who is in the world. Na hapo ndipo nimeingia kwa malango na ikafungwa. Hallelujah. So I want us to change our mind, the way we think about things. Hallelujah. The way we think about things, so that we can be able to pray, we can be able to pursue our goals in kingdom, believing that God has done wonders. So we have said, using the dream, ya kwamba ndoto, unaweza kuwa na ndoto imetokana na mawazo. Na ni ndoto mbaya ambayo inakudhalilisha, ambayo inasababisha uamke ukiwa unalia. Si kweli? Nani hajawahi kuwa na hizo ndoto? Ziko. Si kweli? Ndoto ambayo ukiamka unasikia baya. Si kweli? Unasikia uko frustrated. Lakini zingine, yes, they can be God showing you that there is a battle or there is a challenge. But some others are coming from what we have been thinking, because we have not departed our mind from the slavery. We have not removed our mind from there. Kama vile tulikuwa tunasema